Nguvu ya kijeshi, mabomu ya nyuklia na mabomu mengine na vifaa vya kijeshi, watu waliovikwa vifaa ili waende vitani. Hapa nazungumzia taifa lenye nguvu hiyo ambalo licha ya vifo vya hivi karibuni vya watu wenye ushawishi kwenye jeshi kutajwa, kiongozi mkuu kabisa Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi wa mkuu kabisa alitajwa, lakini pia wakatajwa wengi ambao waliaga dunia katika mashambulizi ya vita ya taifa hili dhidi ya taifa lingine ambalo nitakutajia baadaye. Ali Larijani, kiongozi mwandamizi na mtu wa karibu na kiongozi mkuu, aliuawa pia. Ali Shamkhani, mshauri mkuu wa usalama na wa kiongozi mkuu. Jenerali Abdurrahman Abdullah Rahim Mousavi, mkuu wa majeshi Irani, pia aliuawa, na pia Muhammad Pakpur, kamanda mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi, na Hussein Salami, mkuu wa zamani wa kikosi, pia aliuawa. Nazungumzia taifa la Iran, moja ya taifa ambalo linatajwa kama lina nguvu sana za kijeshi. Zaidi ya viongozi 50 waliuawa katika vita, lakini bado taifa hili ni imara. Siri kubwa ni nini na kwa nini taifa hili linaendelea kuwa imara? Ninaye gwiji wa masuala ya kimataifa, Moses Mutente. Naona jina gwiji limekufurahisha Moses. Sana. Mbobezi. Mimi nifurahisha sana. Karibu sana Moses Mutente. Asante sana Msami. Asante. Tunaliangalia taifa hili la Iran ambalo limekuwa katika vita tangu Februari 2026. Marekani na washirika wake Israel wamelipiga taifa hili, lakini bado ni taifa lenye nguvu za kijeshi na viongozi wanaendelea kuuliwa. Wakati mwingine taarifa bado zipo za mashambulizi, lakini bado taifa hili lina nguvu. Kwani siri nyuma ya taifa hili kijeshi ni nini? Moses. Asante sana Msami, asante kwa nafasi hii nzuri pia. Swala hili la taifa la Iran na nguvu yake ni swala ambalo linahitaji utulivu kidogo kuelewa mfumo wa kijeshi wa Iran ukoje. Na mfumo huu wa kijeshi wa Iran ni mfumo ambao uko tofauti na mataifa mengi sana ambayo tunayafahamu, ambayo kwa miaka mingi yamekuwa na kitu kinaitwa Central Command System. Yani mfumo wa sehemu moja ya kutoa amri za kijeshi ama amri za mashambulizi ya kijeshi. Sasa umezungumza vizuri mwanzoni kwamba ni kweli takriban viongozi 70 wa kijeshi lakini pia wa kisiasa wameuawa nchini Iran. Lakini kama hilo halitoshi, kiongozi mkuu zaidi, kwa wale ambao wanafahamu siasa za Iran watafahamu nafasi ya Ayatollah. Na Ayatollah ni kiongozi mkubwa sana kwa sababu ana nafasi ya kiroho na ana nafasi ya kisiasa pia. Ukiweza kumdhibiti Ayatollah, maanake umeweza kudhibiti siasa za Iran. Lakini hali hiyo hatujaishuhudia katika hii miezi 6 sasa takriban tangu mgogoro huo wa Iran uweze kutokea. Sasa kujibu swali lako, Iran, kabla sijakwambia sasa wanamtumia mfumo gani Bwana Msami, lazima tuelewe kitu kimoja. Iran ilijifunza kutoka Iraq, taifa jirani la Iraq. Taifa hili ambalo lilishambuliwa na vikosi vya Marekani mwanzoni mwa miaka 2000 baada ya tukio la kigaidi la mwaka 2001 la September 11. Kumbuka September 11, tukio lile, mashambulizi yale, Marekani pamoja na washirika wake wakaingia Iraq kwenda kupambana na aliyekuwa kiongozi wa Iraq wakati huo, Saddam Hussein. Saddam Hussein alikuwa na mfumo wa Central Command System. Eneo moja ndio linalotoa amri za mashambulizi. Yes, eneo moja ndio linatoa amri za mashambulizi. Mfano nitoe, labda hiyo Central Command System ipo Baghdad kwa mfano, mji mkuu wa Iraq. Kama adui akifanikiwa kuipiga Baghdad, akaipiga ile Central Command System ya Saddam Hussein, maana yake amefanikiwa kuudondosha utawala. Nguvu za kijeshi zinakuwa zimeishia hapo. Nikupe mfano mwingine, taifa la Libya. Majeshi ya NATO yalifanikiwa kupiga Central Command System ya Libya iliyokuwa ikiongozwa na makamanda wa jeshi la Libya waliokuwa wakipewa amri na Muammar Gaddafi aliyekuwa kiongozi wa Libya. Baada ya kupiga na kusambaratisha Central Command System ya Libya na Iraq, ikawa rahisi kuporomosha utawala ya mataifa hayo mawili.
Lakini kwa nini ni tofauti Iran? Tofauti kwa sababu Iran wanatumia kitu kinajulikana kama Mosaic Defense System, mtindo wa kushambulia wa kujihami ambao unaitwa Mosaic, mfumo wa kijeshi wa Mosaic ambao ni mfumo wa commanding system za vipande, provisional tunaita. Ukienda Iran leo kwenye mfumo wa jeshi la Iran kuna vituo 31 vya kijimbo, ndio hizo Mosaic. Sasa vituo 31 kote Iran ambavyo kila kituo kimepewa mamlaka ya kuamrisha mashambulizi. Kwa hiyo ukipiga kituo kimoja, hivi vingine 30 bado vina operate, kingine kitarusha makombora. Ukikipiga hiki kingine, kile ambacho ulikishambulia mwanzoni kinafanya juhudi za kujihuisha tena, unaelewa? Kwa hiyo utapiga hiki umekidhibiti hiki, unapiga kingine, wakati huo hivi vile ambavyo umevipiga vinaanza kujijenga upya. Kwa hiyo mwisho wa siku mfumo mzima unaendelea kuwa intact, unaendelea kuwa imara. Sasa Moses, kwa faida ya mtazamaji, nguvu za kijeshi za wapinzani hazitoshi kupiga sehemu zote kwa wakati mmoja zikadhoofisha nguvu ya kijeshi ya Iran ambayo inaonekana kama bado inaendelea kuimarika, inaendelea kujihami kila wakati. Kuna mfumo wa kupiga huo mfumo wa Mosaic. Sasa lazima ufahamu kitu kimoja, Msami, kwenye vita hizi kuna kitu kinaitwa conventional war, yani vita ya kawaida ambayo adui anaingia ardhini na vifaru na ndo kitu ambacho kilifanyika Iraq. Lakini mashambulizi haya dhidi ya Iran wakati huu ni mashambulizi yaliyofanyika kwa njia ya anga. Kwa hiyo ukiwa unashambulia kwa njia ya anga, sio rahisi kujua kila kona ya Iran ina ulinzi kiasi gani, kwa sababu inawezekana wewe intelijensia yako inakwambia eneo fulani ndio eneo hatarishi, unalipiga lile, lakini inawezekana huna taarifa kuhusiana na eneo lingine. Tofauti na walivyofanya Iraq, there was boots on the ground. Kulikuwa na wanajeshi walikwenda ardhini wakipita nyumba kwa nyumba, sio kama unanielewa, walipita nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo ikawa rahisi kuweza kufahamu na kuporomosha mfumo mzima wa ulinzi wa Iraq. Kwa hiyo naamini producer hapa atatusaidia kupata baadhi ya picha za Mosaic, ambazo picha hizo, Msami, zinaonyesha ukiondoa kipande kimoja cha picha nzima bado ipo. Ndio maana licha ya kuweza kumuua Ayatollah Ali Khamenei, bado Iran imesimama. Na tunafahamu sote rais wa Marekani wakati wa mashambulizi hayo yakianza, lengo kuu la mashambulizi lilikuwa ni kitu kinaitwa regime change, kubadili utawala wa Iran, kuondoa utawala ule na kuruhusu watu waingie barabarani, wapindue serikali na Marekani iweze kuweka mtu anayemtaka wao. Lakini matokeo yake hivyo sivyo ilivyokuwa. Mosaic Defense System, vituo 31 vyenye nguvu zinazofanana na zilizopewa mamlaka ya kushambulia, hata kama Teheran, yani mji mkuu wa Iran, itakuwa imedondoka, bado jimbo fulani huko porini kabisa linaweza kuendelea kushambulia. Na mtazamaji wa Face Media, tunajadili pamoja, na kama nilivyokuambia mwanzoni, niko na mchambuzi ambaye nimetumia jina Gwiji ikamfurahisha kidogo, lakini ni kweli ni mbobezi kweli. Moses Mutente, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, lakini pia masuala ya nuclear na mabomu na mambo ya kijeshi, amebobea pia humo, na tunaangalia kwa nini Iran imeendelea kuwa imara licha ya kushambuliwa. Na wakati fulani, kama tulivyokuambia mwanzoni, zaidi ya viongozi takribani 70 wameuliwa, lakini wale wa juu kabisa, wa ngazi ya juu, ambapo pengine katika nchi zetu hizi tungetaja hao viongozi ingekuwa labda ndio mwisho wa taifa, wameuliwa, lakini bado hao wameendelea. Mosaic ndio mfumo unaotumika ili kuweza kutoa ulinzi, mfumo wa kujihami. Na labda tu kwa mchoro wa picha, kwa kumjengea mtazamaji picha kama walivyosema, hii Mosaic kwa kumwelezea iko vipi katika mtindo wa picha. Kwa wale watu ambao wanafuatilia kazi za sanaa, na unafikiri unaweza, sasa hivi watu wengi wana simu janja, unaweza kuingia kwenye simu yako na uka Google kitu kinaitwa Mosaic art,
au sanaa za mosaic. Sanaa hizo za mosaic, Msami, kama inawezekana umewahi kuiona, labda haufuatilia maanani, ni picha ambayo imetengenezwa kwa vipande vidogo, kwa kuunganisha vipande vidogo vidogo. Mfano vipande kama vya tiles. Kwa mfano ukienda nyumbani kwako ama ushakwenda kwenye jengo kubwa ambalo kuna picha kubwa imetengenezwa kwa vipande vidogo vidogo vya tiles. Vipande ambavyo hata ukiondoa kipande kimoja, picha nzima haiharibiki. Sio, na kama unanielewa? Nakuelewa. Yaani picha ni kubwa, imetengenezwa kwa vipande, maelfu ya vipande. Kwa hiyo hata viking'oka vipande viwili vitatu, bado mchoro unaweza ukauelewa, unaweza ukauona. Huu ndio mfumo wa ulinzi wa Iran ulivyo, kwamba hata ukishambulia vituo vyetu viwili vitatu, bado kuna vituo vingine 29 vinaweza kukushambulia. Na vituo hivyo unajua wamevipa majina mbalimbali. Kuna Ashura units, kuna Imam Ali units, kuna Imam Hussein units, kuna Al-Zahra units na majina mengine mengi. Na labda kuna sababu nyingine pia mtazamaji anapaswa kuifahamu, Msami. Moja ya mbinu ambayo Iran wameitumia ni kuhakikisha, kwa sababu hawana uwezo wa kufikisha makombora Marekani kwenyewe, hawana uwezo kufikisha makombora New York na Washington. Capacity hiyo, hata kama wana mabomu hayo ya ballistic, sio mengi kwa kiwango hicho ukilinganisha na maadui zao. Kwa hiyo walichoamua kukifanya wao ni kuwashambulia washirika wa Marekani waliopo jirani na Iran. Ndio maana kama unakumbuka, wakati ule Iran ilikuwa inashambulia viwanja vya ndege vya Saudi Arabia, viwanja vya ndege vya Qatar, vya Bahrain, mataifa ya Ghuba ambayo yamepiga hatua kubwa sana kiuchumi. Leo Dubai ile ambayo kila mtu ukimwambia unataka kwenda wapi, kijana atakwambia nataka kwenda Dubai. Kwa sababu Dubai imeendelea, Msami. Wa Dubai hawako tayari kuona maendeleo makubwa walioyapata yakiporomoka kama ilivyokuwa kwa Syria kwa mfano. Leo ukienda Syria, sehemu kubwa ya nchi ni vifusi. Magorofa yamepigwa. Uliokuwa utawala wa Bashar al-Assad ambaye ameondolewa mwaka mmoja, mwaka miwili uliopita. Wa Saudi Arabia, United Arab Emirates, wa Qatar, wa Bahrain, wa Oman, wa Kuwait, kwa hatua kubwa za kiuchumi walizozifikia sasa hivi, hawako tayari kuona mataifa yao yakiporomoshwa na kuharibiwa kama ambavyo Yemen kwa mfano imeharibiwa. Kwa hiyo alichokuwa nakifanya Iran, wewe unanishambulia mimi, sasa mimi siku tayari kudondoka peke yangu, nitadondoka na washirika wako wa jirani. Na hayo mataifa ambayo nimekutajia, Msami, ni washirika wakubwa sana kiuchumi wa Marekani. Unakumbuka Trump alivyochaguliwa mara ya pili, ziara yake ya kwanza alikwenda kwenye mataifa yale ya Ghuba. Unakumbuka Trump alipokelewa vipi Saudi Arabia, alipokelewa vipi Qatar. Leo ndege ya rais wa Marekani anayotumia Trump, Air Force One anayotumia Trump, ni zawadi amepewa na taifa la Qatar, ndege kubwa. Pointi yangu ni nini? Pointi yangu ni kwamba haya ni mashirika na washirika wakubwa wa Marekani ambao hawako tayari kuona kwamba tunaporomosha kila kitu kwa sababu utia wa jamaa ule unapigana. Kwa hiyo sasa hawa washirika sasa wakaanza kupeleka shinikizo kwa Marekani na Israel. Achana hivi vitu, huyu jamaa anatupiga sisi. Unaona Amrako, mashirika yetu makubwa ya petroli, anapiga visima vyetu vya petroli, vya mafuta. Hatuko tayari. Na hiyo ni mbinu muhimu sana ya kijeshi ambayo hawa jamaa wameitumia, ambayo pengine mataifa mengi hayakuwahi kuitumia hiyo mbinu. Na ndio maana bado wako imara. Lakini pia wanatajwa kwamba wamefundishwa vizuri, makamanda wa ngazi ya kati na chini wamefundishwa na kupewa idhini ya kutekeleza mipango ya dharura pale ambapo mawasiliano yakikatika na viongozi wa juu wakiuawa. Na wamekuwa wakiitumia hii mbinu kwa kiwango kikubwa. Wamekuwa wakiitumia, ingawa kuna changamoto moja Iran, Msami, lazima tuifahamu. Ulinzi wa Iran kwa asilimia kubwa unaongozwa na askari wa ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, wanaitwa IRGC, ambao hawa, kuna jeshi conventional military, lipo jeshi kabisa, lakini kuna kikundi cha IRGC ambacho kazi yake
ni kumlinda Ayatollah na kulinda maslahi ya utawala wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Hichi ni kikundi ambacho kina intelijensia ya hali ya juu sana, lakini changamoto moja, adui wao mkubwa kabisa Israel amefanikiwa kupenyeza na kujipenyeza ndani kabisa ya jeshi hilo. Ndiyo maana Sami, ilikuwa rahisi kwa viongozi wa IRGC na viongozi wa jeshi la Iran kushambuliwa wakiwa katika sehemu zao za siri kabisa, kwa sababu intelijensia yao imekuwa compromised. Kiswahili sahihi, Israel na Marekani wamefanikiwa kupenyeza watu mpaka ndani, mpaka jikoni kabisa. Kwa hapo nguvu ya kijeshi ya kikosi cha IRGC ilitetereka kidogo, ndio maana hata Hussein Salami, mkuu wa kikosi hicho, aliuawa. Na vile ni vikao vya siri kabisa. Yes. Lakini bado Iran hata pamoja na hayo bado iliinuka, ikasimama na ikasonga mbele. Ndio tunaangalia hapa leo katika Face Media, na mimi ni Joseph Msami, niko na Moses Mutente, mchambuzi mkubwa kabisa na nguli wa masuala ya kimataifa na masuala ya kivita kwa ujumla. Sasa tuangalie hii mbinu za kivita zisizo za kawaida, zinaitwa asymmetric warfare. Yes. Asymmetric warfare. Kwamba Irani haijaribu kushambulia ana kwa ana nchi zenye zana za kisasa za anga na vifaru kama Marekani na Israel. Badala yake inategemea zana zenye gharama nafuu, lakini zenye madhara makubwa. Nini kinatokea kule? Sahi, moja ya uvumbuzi ambao ulisaidia sana Iran, Sami, ni uwezo wao wa kutengeneza drone za kivita za gharama nafuu. Ukienda Marekani leo, wana silaha za kisasa sana, wana drone za kisasa sana, lakini ukiambiwa gharama za kutengeneza drone moja, unaweza kukuta ni zaidi ya $100,000 kwa drone moja. Lakini Iran waliweza kutengeneza drone kama hiyo labda kwa $20,000 au $15,000 au $30,000. Kwa maana yake ni kwamba huyu sasa, matokeo yake kwa uwezo huo Irani ikafanikiwa kutengeneza drone za kivita, maelfu ya drone, umeona, ambazo walikuwa wanaweza kuzituma kwenda kwa adui at any point na kwa wingi unaowezekana, kwa sababu katika vita pia, Msami, usahau wingi wa makombora ulionayo inaweza ikakupa faida kwenye mashambulizi. Ndio maana uliona wakati Israel na Iran wanarushiana makombora, kwa sababu ya wingi wa makombora ambayo Iran ilikuwa nayo, ilikuwa inaweza kutuma makombora mengi kwenda Tel Aviv, licha ya kwamba mengi yalikuwa yanaondolewa au yanadhibitiwa na mfumo wa ulinzi wa Iron Dome, ile air defense system ya Israel. Kwa hiyo kujibu swali lako, Iran ilifanikiwa kutuma mashambulizi mengi kwenda nchi jirani kwa sababu ya wingi wa drone za kijeshi ambazo na gharama nafuu, za bei nafuu, wanazo nyingi. Yes, makombora yasiyokuwa na rubani yanayorushwa na ndege zisizokuwa na rubani kwenda kwa adui. Mfumo wa kurithishana madaraka katika Iran unatajwa kama moja ya sababu. Ndio maana hata Ayatollah alipofariki, mambo yaliendelea. Viongozi kule wameandaliwa kwa wa kijeshi na wa kiserikali, hasa wa kijeshi, wameandaliwa kurithi madaraka haraka bila mfumo wa kijeshi kutetereka. Hapana shaka wameutumia pia huo kama hiki ambapo vita vilikuwa vikiendelea. Wameutumia, lakini tukizungumza Iran, Msami, hatutaacha kutaja imani yao ya kidini. Serikali ya Iran ni serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Hilo ndio jina lake, na ni mapinduzi ambayo yalitokea mwishoni mwa miaka ya 70, mwanzoni mwa miaka ya 80. Kwa hiyo hata hawa ambao walikuwa wanauawa sasa hivi, viongozi ambao wanauawa, kwa mujibu wa taratibu zao wanawataja kama mashahidi, kwa maana wamekufa wakiwa wanapambana vita za kidini. Unaona Kwa hiyo ni rahisi kwa mfumo huo watu kuendelea kujitoa, kwa sababu wanaamini hata nikifa ninakufa nikiwa ninapambania imani yangu, ninapambania mfumo wetu, kwa sababu wao wanaamini mashambulizi kutoka Marekani na Israel ni mashambulizi pia dhidi ya utamaduni wao, dhidi ya dini yao, dhidi ya mfumo wao mzima wa maisha. Unaona? Kwa hiyo sasa ukiwa unapambana na watu wa aina hiyo, Msami, sio rahisi sana kuwashinda,
kwa sababu wao wanaamini wanapigana vita takatifu. Kwa hiyo akifa huyu atateuliwa huyu mwingine, naye sasa na mimi pia nitakuwa shahidi. Kufa Iran ni moja ya mtindo wa kujihami kwamba ni sawa. Ni sawa kwa sababu hata akifa anaamini kwamba nimekufa nikiwa shahidi. Martyr kwa Kiingereza. Na kufa nikiwa shahidi na mambo yangu labda kwenda akhera na vitu vingine yanakwenda vizuri kabisa. Miongoni mwa sababu ambayo inatajwa kama Irani imekuwa imara kijeshi ni jiografia ya nchi yao. Wako katikati ya milima na kadhalika. Kwa kiwango gani hili limewasaidia kuepuka kuendelea kuwa imara kijeshi? Kwa kiwango kikubwa ama ni sehemu ndogo tu ya uimara wao? Ni sehemu kubwa sana. Unafahamu katika vita ukubwa wa taifa pia unaweza kuwa faida kwa taifa husika. Nitakupa mfano wa mataifa haya mawili, Israel na Iran. Eneo la kijiografia la Israel ni dogo sana kwa maana ya kilomita za mraba za Israel. Ukiwa na eneo dogo namna hiyo, maana yake ni rahisi watu wako kuwa wamejazana sehemu moja. Kwa mfano ukienda Tel Aviv unakuta kuna watu wengi. Kwa hiyo kama mashambulizi ya Irani yakitumwa zaidi Tel Aviv, ni rahisi kuleta madhara mengi kuliko taifa hili lingine ambalo lina eneo la kijiografia kubwa. Faida nyingine ya kuwa na eneo kubwa la kijiografia ni uwezo wa kuficha makombora. Unafahamu mwaka jana Trump alishambulia eneo ambalo alikuwa anasema kulikuwa na vinu vinavyojengwa vya urutubishaji wa uranium kwa lengo la kutengeneza nyuklia kule Iran. Akatuma makombora kupitia B-52, ndege kubwa kabisa, na akasema kwamba sasa hayo maeneo ambayo hiyo urani ilikuwa inarutubishwa Msami, ni katikati ya milima, eneo la chini kabisa ambalo kama huna intelijensia nzuri ifikie ni tabu sana, ni ngumu kufika na ni ngumu pia kujua. Kwa hiyo faida nyingine ya kuwa na eneo kubwa la kijiografia ndio hiyo, uwezo wa kuficha makombora. Na hata haya makombora, hizi drone ambazo nimekwambia, zimefichwa chini sana katika maeneo ambayo wakati fulani sio rahisi hata intelijensia ya Marekani na Israel kufahamu yako wapi. Kama uko katika eneo ambalo wewe unalilaumu kwamba mbona niko mafichoni sana, niko kwenye katikati ya mlima, kuna wakati inaweza kukufaa. Adui anaweza akashindwa kukufikia, afu ukafurahi kwamba kumbe hapa nilipo leo ni faida. Lakini kitu kingine kwa kumalizia Msami, kwenye faida ya kuwa na eneo kubwa, sitamani sana kutaja nchi zetu za hapa jirani, lakini ukiwa unapambana na nchi jirani ambayo ina eneo dogo la kijiografia na wewe una eneo kubwa, ni rahisi wewe kupeleka majeshi yako mpakani karibu, ukampiga makao yake makuu kwa sababu yako jirani, eneo lake si ni dogo. Tunafahamu tuna nchi jirani hapa ambazo ni eneo dogo bila kuzitaja, lakini tunafahamu tuna nchi ambazo zina maeneo madogo, na nchi ambazo ni mkoa kama wilaya. Kama kuna nchi tuko nayo jirani hapa kama wilaya ya Ulanga, na kuna nchi ambazo tuko nayo jirani ni kama Mwanza. Yes, nchi nzima ile. Kwa hiyo kama ukiweza kupeleka majeshi jirani na hiyo nchi, ni rahisi kurusha makombora mengi ukashambulia na ukaiathiri mji mkuu wa taifa hilo, kuliko ambavyo wao kwa sababu ya eneo lao dogo la kijiografia watalazimika kurusha makombora kutokea kwao kuja kufika kwenu ambako ni mahali. Kwa hiyo kama mna mfumo mzuri wa air defense, mna ya counter hewani na kwa hiyo kuna faida nyingi za kuwa taifa lenye eneo kubwa. Ndio maana mataifa yote makubwa hayako tayari kupoteza maeneo yao. Unaona leo Urusi anaendelea kushikilia maeneo ya Ukraine kwa sababu hayuko tayari kuruhusu adui wake ambaye ni NATO awe jirani, awe uwani. Sio kama unanielewa. Ukraine leo ikijiunga na NATO, ikijiunga na NATO, Urusi ataamini kwamba adui yangu yuko uwani na hayuko tayari kwa jambo hilo. Wakati unazungumzia ukubwa wa maeneo na nchi zetu jirani,
Kumbuka jamaa mmoja alisema kwani tusiombe mechi ya kirafiki tuzichape kidogo angalau weekend moja. Kama kuna mechi ya kirafiki watu wanacheza afu maisha yanaendelea, kwani na sisi tusiombe jirani moja bwana, weekend hii tuzipige Ijumaa mwisho Jumamosi, kitu cha kufanya majaribio. Cha kufanya majaribio. Naam. Lakini tumekuwa na wakati mzuri sana tukiangalia nchi ya Iran. Hili swali ambalo naamini wengi mlikuwa mkijiuliza ya kwamba kwa nini Iran viongozi wanauliwa lakini kijeshi iko imara. Hapana shaka majibu haya yamekutosheleza mtazamaji wa Face Media ya kwamba ziko sababu kadhaa, lakini kubwa zaidi ambayo tumeliangazia pamoja na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Moses Mutente ni pamoja na kijiografia kama ambavyo tumeeleza mwishoni, lakini pia uimara wa nchi ya kurithisha madaraka, na moja ya sababu muhimu ni mosaic, mtindo wa kujihami wa mosaic, ambao kuna nchi nyingine ambazo zinatumia mtindo wa mosaic. Pia zipo lakini si nyingi sana. Hazinufaiki sana. Nchi nyingi sana zina central command system ambao ni ishaonekana kama ni hatari sasa. Kwa nini zisiende moja kwa moja tu kwa kutumia mosaic ambayo ndio inaonekana kwamba ni bora na inaweza kusaidia kujihami. Mimi ni Joseph Msami na hii ni Face Media. Asante sana Moses Mutente kwa kuungana nami katika kipindi cha leo. Asante sana. Asante sana mtazamaji, endelea kusalia hapo na endelea kunufaika kwa mengi ambayo tutaendelea kukuletea kupitia Face Media.